Kwa siku za hivi karibuni tumekuwa tukishuhudia gunzo mitandaoni kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikisemwa na kaimu waziri wa afya kutoka kule visiwani Zanzibar. Hapa tukimzungumzia Saada Mkuya Salum, ambapo aliweza kutoa kauli ambayo iliweza kuzua gunzo mitandaoni, ambapo kauli hiyo ilikuwa inahusiana na kwamba kutokuwatibu watu ambao sio wa Zanzibar, akimaanisha kwamba watu ambao sio wageni hawataki kutibiwa katika hospitali za Zanzibar, ambapo ameweza kufunguka mambo mengi alipokuwa akiojiwa na chombo cha habari cha DW. Na sasa twende tukajue ni yapi yaliweza kujiri au ni yapi yaliweza kutokea baada ya kauli ile ambayo aliweza kuitoa. Kaimu waziri wa afya Zanzibar, Saada Mkuya Salum, ametoa kauli yake kuhusu kadi ya matibabu kwamba hakutaja sehemu ya watu kutoka bara kwamba hawatohusika na matibabu katika visiwani Zanzibar. Mkuya aliweza kutoa ufafanuzi huo mnamo Juni 10 mwaka 2025 wakati akiojiwa na mwandishi wa habari wa DW baada ya kuibuka kwa mjadala, wakati akijibu swali la kupitia baraza la Zanzibar mnamo Juni 9 mwaka 2026. Nikinukuu kile ambacho aliweza kukisema, anasema kwamba unajua, mara nyingi hizi clip zinakatwa kwa sababu ya maslahi ya mtu kutengeneza hoja ambayo yeye anaiona inafaa, lakini kilichopo ni kwamba kwanza mimi nilikuwa nikijibu hoja ya fulani alipouliza ya kwamba kuna watu wanakwenda hospitalini na wanarejeshwa kwa sababu hawajasajiliwa. Mwisho wa kunukuu kile ambacho kaimu waziri wa afya kutoka kule visiwani Zanzibar, Bi Mkuya Saada Salum, aliweza kutolea ufafanuzi alipokuwa akiojiwa na mwandishi wa habari kutoka DW. Sasa hapa kuna baadhi ya maoni ya wadau wameweza kuyatoa kutokana na kile ambacho ameweza kukisema. Tutaanza na huyu mtu wa kwanza, huyu anaitwa Gunga anasema kwamba huyu mama akaishi sana Tanganyika, akustahili kutoa kauli kama hizo zenye utata kisha ajitetee. Njoo Tanganyika utatibiwa bure, sisi ni wakarimu, ndio sababu mnajenga hata nyumba zenu. Lakini akaja mtu mwingine hapa anaitwa Pablo akasema kwamba hapo hakuna muungano, tusichezeana akili. Kwa kweli kuna muungano, iweje mtu anunue gari Zanzibar alipe kila kitu, alafu ukifika naro bara unatakiwa ulipe kodi upya kama vile ndio unalitoa Japani. Na la pili, unatakiwa ubadilishe namba ili ziwe za Tanzania. Sasa huu ni muungano, uko wapi hapo? Ndio maana mnataka kuwatia ndimu wa Tanzania au Tanzania Stars chini ya miaka 17 ile milioni 500 yao amtaki kuwa yani mnakumba. Amelichokiandika bwana Pablo hapa nimeshindwa kukisoma. Lakini akaja Bakari yeye akasema kwamba wenye dimbili tunaelewa ni utumwa wa kitwana ndo utakubali yanayoendelea. Alafu akamaliza kuandika na emoji vya kucheka. Lakini hakaja Mohamed akasema kwamba hawa Watanganyika wanachekesha sana, kwani wao bungeni pia walisema kwamba Zanzibar si nchi. Hasa Mizengo Pinda, tumuulize aliungana na nani kama Zanzibar si nchi? Basi hakuna muungano. Huyu ni Mohamed bin Mohamed. Lakini Kashogi anasema kwamba cheap and stupid response from Esley Lwakwera. It is obvious that Zanzibars are tired of union. We sure getting there. Huyo akamaliza kutuandikia Kiingereza chake. Lakini akaja mtu mwingine hapa anaitwa Arufa anasema kwamba tatizo ni kuwa na nchi ambayo inatokana na muungano wa nchi mbili
tunalingana katika mambo mengi, mfano kodi ya magari, yani import duty. Bara ni 100%, Zanzibar ni 40%. Matibabu ya Zanzibar ni bure, Tanganyika tunalipia. Huyu ni Alpha akawa amemaliza, lakini akaja hapa huyu mtu aliweza kutoa komenti yake kama guest, akasema kwamba watajijua wenyewe, kikubwa sisi TZ tuna mashamba. Lakini Bakari akaja kumjibu kwamba, akasema kwamba hiyo ndio shida, ukijua unaangukiwa nini, unalindaje mashamba hayo usipojua? Ndo maana tupo tulivyo na upuuzi huku watu wanakula nchi. Huyo ni Bakari akawa amemjibu huyu guest. Lakini akaja hapa Cuthbert akasema kwamba serikali zetu zinajichanganya na hazina huruma kwa wananchi, ni ubaguzi. Kuna kulipisha maiti na kuzuiliwa, na inakuja hii kama hujajisajili au hujasajiliwa unarudishwa nyumbani. Sasa tunaingizwa kwenye bima, itatoka kauli kwamba ukatibiwe ulipojisajili. Tunakoenda ni pote ya pote, kila mtu ajijue na viongozi wanaojijua. Haya ni maneno ya Cuthbert. Lakini tukija kwa Sambe anasema kwamba huu muungano ufe, sielewi kule kuna rais, kwa nini huku asiwepo? Na kama rais wa Tanzania na huko rais wa wapi? Yani anauliza bwana Sambe kwamba huu muungano ufe tu, aelewi kwamba kule kuna rais, kwa nini huku asiwepo rais? Na kama rais wa Tanzania yupo huku, kule rais wa wapi? Hayo ni maswali ambayo watu au anayauliza bwana Sambe. Lakini tukija kwa Julius anasema kwamba huu mchezo hauhitaji hasira. Hata hivyo sisi hatuli kwao. Tanzania bara ni taifa kubwa, ni vile Tanzania bara imejengwa kwa msingi ya Kikristo. Hapo mtu wa kiroho ataelewa vita vinatokana na nini, na kama ilivyo huko bara watu fulani huonekana dhaifu kuliko dash. Huyo akamemaliza. Lakini tukija kwa bwana Donien anasema kwamba mimi na jirani yangu ilikuwa hivi, kipindi fulani tulipatwa na tatizo la njaa wote wawili, tukiwa tumepanga kwenye nyumba moja, ila jirani yangu alikuwa na dada yake mzuri sana na nilitaka nimuoe huyo binti. Sasa kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri, mimi nilikuwa na ndugu zangu walikuja kunitembelea bwana, wakaleta vyakula vingi sana, ila sikutaka kula peke yangu. Nikakumbuka jirani yangu pia hana chakula, ikabidi nimpelekee naye. Basi ikawa sababu ya ukaribu kuzidi. Baadaye jirani yangu akajipata bwana. Unajua nini kilichoendelea? Haya, akasema kwamba yanayotokea kwa sasa huko visiwani Zanzibar ndicho kilichokuja kutokea kwa nyumba ya jirani. Lakini tukija kwa Samson anasema kwamba hakunaga mahali wa Tanzania wanadharauliwa kama Zanzibar, ila wapi wakija kwetu tuna waheshimu. Watanzania ni wakarimu, ila huu muungano bado hatujui unahusiana na nini. Mbona kila nchi ina rais wake? Tukiachana na maneno ya Samson, tukaja kwa Athumani anasema kwamba hapa kosa ni Mwalimu Nyerere. Yeye wakati wa makubaliano aliamini anachokiamini na alivyo yeye, basi wote wanaweza na kulitakia taifa hili mema kama yeye. Kumbe walikuwepo wakina ndio mzee. Tukiachana na Athumani,
twende moja kwa moja kwa David, afu David ndiye atatuweza kutufungia comment section ya hapa, na sisi tutakuachia wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu uweze kutuambia kwamba ni kipi ambacho unacho. David yeye anasema kwamba hajakosea. Zanzibar ni ya Wazanzibar, Tanzania ni ya wote, Tanganyika haipo. Tanzania haipo, ilishanyongwa. Ndio maana wanatuita Watanzania bara, lakini wao hawakubali kuita Watanzania visiwani. Tanganyika imebaki kwenye historia tu. Zanzibar ni nchi kamili, inapanga mipango yake kwa ajili ya raia wake. Tusiwaraumu. Huyo ni David akawa amemaliza kutuambia hivyo, lakini maoni ya watu ni mengi na mambo ni mengi. Kikubwa sasa, mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tuachie maoni yako, tuambie kwamba ni kipi ulicho nacho. Lakini kabla hatuja kuacha, naomba nikusogezee haya maoni ya watu watatu, alafu baada ya hapo nitakuacha uweze kunipa maoni yako. Tutaanza na huyu Ramadhani. Ramadhani anasema kwamba kauli za ubaguzi huko Zanzibar zimekuwa ni nyingi sana. Napenda kuambia viongozi wa ngazi za juu wasichukulie kama stori za kijiweni. Ubaguzi wa ukabila au bara na Uzanzibar ni hatari sana. Ninaamini marais wangu, Rais Samia Suluhu Hassan na Rais Hussein Mwinyi, wote ni Wazanzibar. Mwenyezi Mungu amewapatieni dhamana ya kuweza kuongoza nchi mbili zilizoungana. Kemeeni kauli za kutugawa. Mi naishi huku bara Kahama, tunaishi vizuri na Wazanzibar. Naamini kauli zenu zitasaidia kulijenga taifa letu. Hayo ni maneno ya Ramadhani. Lakini tukija kwa mtu mwingine hapa, huyu anajiita kama ni guest, anasema kwamba afya sio jambo la muungano. Kila upande unatenga bajeti kuwatibu wananchi wake. Korona kila mmoja halitibu wa kwake. Serikali kuwatibu wa Zanzibar sio dhambi, na sio kama hawatibiwi. Sasa mbona hawapandi boti? Kuna kutibiwa bongo au hawaamini? Alichokiandika huyu bwana gesti sikielewi, kwa hiyo nitakiacha. Tuje huyu kwa Fatuma. Bi Fatuma anasema kwamba laiti mngejua Wazanzibar tunavyouchukia muungano, hata yasingekuwepo haya yote. Hivi hamjawahi kusikia kuwa Zanzibar inataka mamlaka kamili kwa miaka mingi sasa? Mimi toka niko msichana mpaka sasa nakaribia kuitwa bibi. Hoja ni hii, swali ndio mnatakiwa kujiuliza, kwa nini viongozi wanang'ang'ania muungano? Mimi na wewe ni maji tu, tunatafuta mkondo, lakini fikra zangu zinaniambia kwamba kuwa kuna kitu tunacho Wazanzibar, ndio maana bado tuko katika muungano. Huyo ni Fatuma ameweza kutuambia hivyo, lakini Fatuma akaja akajibiwa sasa kwamba sasa si ufe ili muungano usionekane tena. Ulivyo mjinga, unaona hata jina uliloitwa mnadhalilisha majina yenu kwa upumbavu wenu. Nenda huko. Huyo ni Sudi. Lakini kuna mtu mwingine hapa, Kisongo akasema kwamba mimi ni wabara, huwa sielewi sababu za kung'ang'ania muungano. Tungebaki kuwa nchi rafiki ili muungano uvunjike. Fatuma akaja kujibu au akaja kureply kwa Sudi, akamjibu akamwambia kwamba Sudi, kwa nini jina? Ukweli unauma. Heti jameni, huu ndio ukweli babu, ukitaka ustake. Yaani hapa Fatuma akaanza kufanya michambo, na mimi sipo hapo kwa ajili ya kuweza kusoma michambo. Basi tuishie hapo, nikuachie wewe mtazamaji
na mfuatiliaji wetu uweze kutuambia kwamba ni kipi ambacho unacho.